Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Na tulionayo katika Amka na BBC asubuhi hii, watu 21 wafariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia ajali ya treni mwa Hispania. Miaka mitano tena kuiongoza Uganda baada ya ushindi alioupata, Rais Yoweri Museveni aahidi kujikita katika ukuaji wa uchumi na uwezeshaji vijana. Vijana wasipopangiwa nini cha kufanya, mimi ninavyofikiria kweli watakuwa tatizo kwa nchi. Katika hali hii ya na mambo mengine, wanaona maisha hayaendi, dunia ya sasa hawana fursa. Na hatimaye timu ya taifa ya Senegal yatoa ubingwa michuano ya AFCON kwa kuwafunga wenyeji Morocco 1-0. Pape anaingia, anapiga mkwaju, gol! Dakika 3 ya extra time, Pape Gueye anaiandikia Senegal goli la kwanza. Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Nastea Mohamed. Karibu Nastea. Shukran Halima. Watu 21 wamefariki dunia na zaidi ya wengine 100 kujeruhiwa baada ya treni mbili za mwendo kasi kugongana kusini mwa Hispania. Ajali hiyo ilitokea wakati treni iliyokuwa ikisafiri kutoka Malaga kwenda Madrid ilipoacha reli jirani na Andamuz katika eneo la Andalusia na kuvuka hadi reli nyingine ambako iligonga treni iliyokuwa ikipita upande wa pili. Waziri wa uchukuzi wa Hispania Oscar Porte alielezea tukio hilo kuwa zito sana. Tunajua kuwa kulikuwa na waathiriwa kwenye treni zote mbili. Tumeambiwa kuwa manusura wote na watu walioumia wamefanikiwa kutolewa kutoka kwenye mabaki ya moja ya treni hizo. Hata hivyo, waokoaji bado wanaendelea na shughuli za uokoaji kwenye treni nyingine. Wakati huo huo, huduma zote za treni kati ya nilipo sasa, Madrid na kusini mwa nchi zimesitishwa. Tunafahamu kuwa takriban watu 300 walikuwa wakisafiri kwenye treni hizo. Nchi 8 za Ulaya ambazo zimetishiwa kutozwa ushuru zaidi na Rais wa Marekani Donald Trump kwa kupinga azma yake ya kuchukua udhibiti wa Greenland zimeonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha uhusiano mbaya. Hata hivyo, mataifa hayo yameonya kwamba watajadili hatua za kulipiza kisasi katika mpango wa Marekani kutaka kuchukua eneo la Greenland. Samanzi na taarifa hii. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesisitiza mshikamano wao na Denmark pamoja na wananchi wa Greenland, eneo ambalo ni ardhi ya nchi ya Denmark. Waziri wa mambo ya nje wa Denmark, Lars Løkke Rasmussen, aonya kuwa vitisho hivyo kutoka kwa Marekani vinaweza kuhatarisha mustakabali wa muungano wa jeshi kujihami wa NATO. Katika mazungumzo ya simu, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alimwambia Rais Trump kuwa kutoza ushuru wa shirika kwa sababu ya kutetea usalama wa pamoja wa wanachama wa NATO ni jambo lisilo sahihi. Rais Trump anadai kuwa Marekani inahitaji kuimiliki Greenland kwa sababu za kiusalama na kuipa Greenland kutoka kwa China na Urusi. Jeshi la Marekani limewaagiza askari 1500 walioko kazini kujiandaa kwa uwezekano kupelekwa Minneapolis ambako kumekuwa na maandamano makali kupinga juhudi za kuwafukuza wahamiaji haramu. Hadi sasa hakuna uamuzi uliotolewa kuhusu iwapo wanajeshi wa kikosi cha anga Airborne Troops watapelekwa eneo hilo. Meya wa Minneapolis Jacob Frey amesema maafisa wa serikali ya shirikisho tayari wanafanya uvamizi aina ya kijeshi, kwamba hatua ya kuwapeleka wanajeshi itakuwa hatua ya kushtua sana. Hali imekuwa tete zaidi baada ya mwanamke mmoja wa eneo hilo kupigwa risasi na kuuawa na afisa wa idara ya uhamiaji mapema mwezi huu. Na hatimaye timu ya taifa ya soka ya Senegal imeomba radhi kwa kuondoka uwanjani kwa hasira wakati wa fainali ya soka ya kombe la mataifa ya Afrika. Baada ya timu hiyo ilirejea uwanjani na kunyakua kombe baada ya kuwashinda wenyeji Morocco kwa 1-0. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Nastea Mohamed. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kutusikiliza kupitia redio wa shirika ukiwa nchini Tanzania. Pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio One Stereo jijini Dar es Salaam, Radio Free Africa kutoka jijini Mwanza na Abu FM ya Morogoro. Ukiwa nchini Kenya pia tunapatikana kupitia Nyota FM pamoja na Mwenedu FM. Nchini Uganda tunasikika kupitia Voice of Muhabura, Radio Kitara pamoja na Lira. Jamhuri ya
Kidemokrasia ya Kongo tunasikika pia kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza. Rais Yoweri Museveni, rais aliyeongoza Uganda kwa muda mrefu, kwa mara nyingine tena hataweza kuiongoza nchi hiyo kwa miaka 5 ijayo baada ya kuibuka mshindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo kwa kupata karibu 72% ya kura zote zilizopigwa. Mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine ameyapinga matokeo hayo. Licha ya kampeni zake, Rais Museveni kuahidi udhabiti wa kisiasa na ukuaji wa kiuchumi, wachambuzi wenyewe wameangazia tofauti miaka yake hiyo 5 atakayoiongoza. Samia Awami yuko mjini Kampala, Uganda, na ameshuhudia Yoweri Museveni akitangazwa mshindi katika nafasi hiyo aliyoikalia kwa takriban miaka 40 na akiwa sasa na umri wa miaka 81. The commission hereby declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda. Museveni alipothibitishwa rasmi muhula wake wa 7. Museveni amekubali matokeo yakiwa ni 71% ya kura zote zilizopigwa. Now I want to thank God for this victory. Napenda kumshukuru Mungu kwa ushindi huu na mengine yote ambayo tumekuwa tukipata tangu miaka 50 iliyopita. The last 50 years. Hata hivyo, anasema alitarajia angeshinda kwa kura nyingi zaidi. 10 million of my people did. Watu wangu milioni 10 hawakutoka kupiga kura. Wapinzani wangeaibika vibaya. Siku moja baada ya ushindi, wafuasi wake wamezunguka katika mitaa ya miji mikubwa kama hapa Kampala na kwingine wakishangilia ushindi wa kiongozi wao. Museveni juu, NRM mobiliza juu, NRM juu, Yoweri Kaguta juu. Now the election is good. We have finished. We are okay now. We are start to work. There is no problem. I'm happy. I'm not sad. Nina furaha, sina huzuni kwa sababu uchaguzi umeenda vizuri. Hakuna kupigana wala chochote kile. Bobi Wine ameyakataa matokeo ya uchaguzi huu na kuyaita batili na kuwataka wafuasi wake kuandamana kwa amani. Hayo wanayoyaita matokeo na kuyatangaza ni batili. Hayakisi kile kilichotokea katika vituo vya kupigia kura au yale yaliyoandikwa katika fomu za matokeo. Hadi hivi sasa lakini hakuna dalili za maandamano makubwa na labda ambayo yanasambaa nchini kote. Uganda imeonekana kuendelea kuwa ya amani, isipokuwa sehemu chache na matukio machache ya mvutano kati ya askari polisi na wafuasi wa vyama vya upinzani. Ushindi huu wa Museveni utaendeleza hali iliyopo sasa kwa maana ya mawazo na itikadi, lakini kwa chini kuna vijana ambao wamekataa kunyamaza na kubaki nyuma wakisubiri. Bobi Wine ni kiongozi wa siku za usoni, ndio maana nitampigia kura. Wao wana swali moja ambalo ni rahisi lakini ni nyeti sana, kwamba lini uongozi wa nchi yao utafanana na nchi yenyewe hasa ambayo wanaishi. Taarifa ya Samia Awami. 21 wamefariki